Tumekuwa na wakati mzuri wa kukabidhi mradi ambao tumekuwa tukiutekeleza kwa muda wa miaka 4, mradi wa elimu jumuishi ambao ulilenga kutoa huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum, kuhakikisha watoto hao wanaenda shule. Kikubwa ambacho tulikuwa tunakifanya leo ilikuwa ni kukabidhi mradi huu kwa halmashauri ya wilaya ya Misungwi ili waweze kuendelea kufanya shughuli ambazo tulikuwa tunazitekeleza kama mradi katika maeneo ya kuboresha miundombinu ili iweze kuwa rafiki kwa watoto wenye mahitaji maalum, lakini pia kujenga uwezo wa walimu ili waweze kutumia mbinu sahihi katika kuwafundisha watoto hao wenye mahitaji maalum. Lakini eneo lingine ilikuwa ni eneo la kufanya utambuzi na ubainishaji na upimaji wa watoto wenye mahitaji maalum ili kuweza kujua changamoto walizonazo, kujua ukubwa wa changamoto walizonazo, lakini ambayo pia inasaidia kujua namna ya kuwasaidia kielimu wanapokuwa darasani wasaidiwe vipi, lakini pia kujua mahitaji mengine ya ujumuishaji. Kwa mfano, mtoto ili aweze kwenda shule ni mtoto mwenye ulemavu wa viungo, anahitaji kutumia kifaa saidizi. Kwa hiyo kupitia upimaji tumeweza kujua vifaa gani vinatakiwa kwa ajili ya kukuza ujumuishi wao watoto wanapokuwa shuleni, lakini pia wanapokuwa katika shughuli za kijamii. Matarajio tulionayo ni wao waendelee kutekeleza yale yote ambayo tulikuwa tunayafanya kwenye nyanja za kukuza ujumuishi wa watoto hawa, kwa maana ya kuendelea kuboresha miundombinu ya shule ili iweze kuwa fikivu kwa watoto wote, wakiwemo watoto wenye mahitaji maalum. Lakini pia tunatarajia waendelee kutoa mafunzo kwa walimu. Walimu waweze kutumia mbinu sahihi za kuwafundisha watoto. Na njia ambayo ni nyepesi kwa halmashauri ni kutumia hizi platform za walimu MEWAKA, ambapo walimu wanakutana pamoja, wanajadili maeneo ambayo wanataka kuyajengea umahiri. Tumepewa jukumu ambalo kimsingi tunalo siku zote, lakini tumepewa jukumu kwa maana ya kusema leo mradi unakabidhi shughuli zake kwa serikali. Si kwamba hizi shughuli serikali ilikuwa haifanyi. Ilikuwa inafanya, lakini shirika kama shirika lilikuwa lina shughuli ambayo ilikuwa inafanya zaidi kwa undani. Kwa hivyo sisi mradi huu kimsingi tulikuwa nao, tumeupokea, shughuli zinaendelea, kwamba katika kila vikao vinavyofanyika ngazi ya shule lazima tujadili habari ya inclusive education. Na hiyo imekuwa ikifanyika. Sasa basi, wakati watu wakiongea hapa niliona kama watu walikuwa na wasiwasi hivi, tukawaondoa wasiwasi. Na mimi nazidi kuwaondoa wasiwasi kwa niaba ya serikali, kwamba serikali ni sisi na sisi ndio watekelezaji. Kama tulikuwa tukifanya tukiwa na shirika, tunashindwaje hizo kamati kuendelea kufanya tukiwa na serikali? Kwa hivyo mimi sina wasiwasi katika hilo. Nina uhakika kwamba shughuli hizi zitaendelea vizuri. Na la kwanza tunapenda kuwashukuru sana haya mashirika matatu, TFS, Sensi na IDD, kwa kuona kuna fursa Misungwi, especially kwenye hizi kata tatu, kuona kwamba kuna watoto ambao wanapaswa kubainika, especially hao wenye ulemavu, na kuweza kupimwa na lengo kubwa kuwapeleka kwenye shule zetu. Kama serikali neno lake ambalo linasema kwamba watoto wote wanapaswa kusoma kwenye shule zetu kama inclusive education. Na sisi tunaamini kabisa watoto hawa hatupaswi kuwatenga na wenzao, kwa sababu kwa kuwatenga kwao na wenzao maana yake inatengeneza stigma baina yao na sisi. Wote tuliohusika kutekeleza mradi huu, najua sisi mchango wetu mkubwa ulikuwa kwenye upande wa uhamasishaji pamoja na ubainishaji. Lakini kwa kweli tunawashukuru serikali ya wilaya Misungwi pamoja na mkuu wa wilaya na wakuu wa idara zote waliokuwa kitupa ushirikiano. Tumefanya kazi nzuri mpaka hadi leo tunapofikia kukabidhi mradi huu.
Maoni yangu, ninatamani sana serikali iweze kuendeleza pale walipoishia mradi. Serikali endelee kuweka mkazo kama mradi ulivyokuwa unatuwekea mkazo. Maana tunakuwa na watu wenye uelewa tofauti tofauti. Wasipoweka mkazo, yawezekana yale walioyafanya mradi, baadhi ya watu wakayaachia hapo. Lakini kama serikali itaendelea kutilia mkazo, kuendelea kuhamasisha kwamba vikundi vile vilivyoundwa viendelee na kuendelea kutukagua. Maana mwanadamu amezoea kwamba asipokaguliwa anajikuta amejisahau. Natoa shukrani kwa sababu mtoto wangu kipindi cha nyuma ilikuwa shida kupita kwenye jua. Lakini sasa hivi anatakibia ndani ya miezi 6 hana tatizo lolote lile la macho, anaona vizuri tu, hata macho hayamsumbui. Kwa hiyo ni jambo tu la kushukuru kutoka shirika, lakini pia serikalini kwa ushirikiano. Lakini pia niombe kwa shirika na serikali waendelee tu kutoa huduma kwa watoto wenye mahitaji maalum. Kwa majina naitwa Lois Samuel, natokea shule inayoitwa Shilabela. Nawashukuruni sana kwa kutupatia bima, imetusaidia sana. Tutasoma vizuri, tutakuja tuwasaidie.